Haya ndo ambayo tulikuwa tunazungumza kwamba Harmonize na Salamu SK kwa sasa ni marafiki wakubwa, na kwenye mpango wa kufanya kazi nilikuwa nazungumza kwamba ni taarifa ambayo pia tayari tumeshaanza kuipata kwamba Salamu SK baada ya kuonekana kwamba kuna tofauti na mgongano ambao umetokea kati ya Wasafi pamoja na Salamu SK, na ugomvi huo ndo umefanya pia mpaka leo hii humuoni Salamu SK akiwa yupo karibu na WCB. Na hata nikikukumbusha kwamba ukienda kwenye akaunti ya Instagram ya Salamu SK, mara ya mwisho kumposti Diamond Platnumz ama kumsapoti ilikuwa ni mwaka jana Oktoba 2025. So it means kwa moja kwa moja kwamba Salamu SK na Diamond Platnumz kwa sasa ukaribu umeshakufa na kila moja ana focus na maisha yake. Na ukiangalia pia managers wote wa Diamond Platnumz kwa sasa hawafanyi naye kazi. Ukiangalia Babu Tale kwa sasa amefocus na harakati za uongozi wa serikali. Ukienda kwa mkubwa Fela kwa sasa tunajua kwamba anaumwa, kwa hiyo hawezi akafocus na kumanage pia kazi za Diamond. Na hata kwa sasa Salamu SK the same pia anafanya harakati za kwake. Kwa hiyo moja kwa moja Diamond hana meneja yoyote kwa sasa, anajimanage yeye mwenyewe. Kwa hiyo kwa sasa huu ni mwanya ambao pia Harmonize anautumia kwamba kumpata mtu makini kama Salamu SK ambaye pia amemfanya Diamond kuweza kuwa mkubwa kwa nafasi yake. Yani tukubali ama tukatae, Diamond leo hii tunamsifu na tunampongeza, kafanya kolabo nyingi sana, amefanya makubwa, lakini nyuma yake kuna watu, ni lazima tuweze kukubali. Na that's why kwamba leo hii tunamsifia Diamond, lakini pia tunashindwa kumsifia Ayoliza ambaye ni producer wa Diamond, tunashindwa kumsifia Stokiz, tunashindwa kuwasifia pia wale ma video directors. Kwa hiyo moja kwa moja kwamba mbele ya Diamond ambaye leo hii anasifiwa sana kuonekana kama ni msanii mkubwa, lakini nyuma yake kuna watu, na katika hawa watu basi Salamu SK pia alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wamemfanya Diamond kuwa msanii mkubwa leo hii barani Afrika na kimataifa kabisa. Amekuwa zaidi ya barani Afrika, Diamond ni msanii mkubwa sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia Harmonize kwa sasa anakitumia kama fursa na opportunity ya kwamba akifanya kazi na Salamu SK inaweza ikamsaidia, yani win to win situation. Ni kweli Salamu SK atapata pesa kwa Harmonize, lakini the same pia Harmonize atapata ujuzi na atafaidika kuweza kutoboa ki-international zaidi, kwa kuwa Salamu SK kwa asilimia kubwa basement yake yeye amekuwa ni miongoni mwa managers ambao tayari wana connection za nje. Kwa hiyo kufanya kazi na Salamu SK inakusaidia mara nyingi na inakufanya pia uweze kupata pia abduction nyingi ambazo zinaweza kukusaidia ukafanikiwa muziki wako kimataifa. So nafikiri kwa sasa Harmonize ameingia kwenye win to win situation kati ya yeye na Salamu SK, na hii ni opportunity ambayo inabidi aitumie kisawasawa. Kama ni kuachia ngoma za kimataifa na kufanya kolabo, akipata nafasi ya kufanya kolabo na msanii yoyote kutokea Nigeria ama Marekani, inabidi Harmonize afanye kama hafanyi tena. Na ndio hicho macho Diamond alikuwa anakifanya mpaka ikafikia stage ambayo pia Salamu SK akawa anavutiwa kuendelea kufanya kazi na Diamond Platnumz, kwa kuwa ukiangalia kolabo zote za Diamond za kimataifa alikuwa anaua kweli kweli kama hafanyi tena. So nafikiri kwa sasa tuendelee kumwombea Harmonize katika haya makubaliano ambayo tayari ameshaingia na brother Salamu SK ambaye kwa sasa wanafanya kazi pamoja, na tuombe tu mambo yakae sawa. Harmonize akipata kolabo afanye kama hafanyi tena. So nafikiri tusimalize sana maneno, lakini cha msingi tukutane kwenye pande ya comment hapo, mtu wangu nguvu, kuniambia nini ambacho naweza ukashauri kwa Harmonize baada ya kuonekana kwa sasa ana asilimia kubwa ya kufanya kazi na Salamu SK.